بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أحباء، أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wausieni na kuyusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika katika yale ambayo tunahusiana ni kumshukuru Allah subhana kwa kutuwafikisha yeye, kutupa neema ya afya na kutuwezesha, kutupa taufiki ya sisi kufika katika liqaa hii ya leo, ikiwa ni liqaa yetu ya pili baada ya yale ambayo Allah subhana alituwafikisha katika siku ya jana. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika kama tunavyosema na tutaendelea kuyasema haya, kuna ujub na uwajibu zaidi wa wakati wetu wa leo kukumbushana kwenye masala mbalimbali ya dini yetu, hususan katika zama hizi za fitan, zama ambazo watu wanatumia fursa hii ya teknolojia na mambo mengineyo katika sehemu ya kueneza shubuhati ambazo zimekuja kwa malengo ya kuivunja dini ya Uislamu kwa njia mbalimbali ambazo wao wanaamini kwamba hizi tukizitumia tutaweza kuwaharibu Waislamu. Na katika hao ambao wamekuwa ni maadui wa Uislamu wa wazi wazi, bali kadhalika wamekuwa wao wakizitumia nawahi kullaha, zile njia zote, min wasail, katika zile wasail za kuweza kuiharibu dini, ni hawa ashia, mashia, ambao sisi tumewaona kama ni watu wetu wa karibu kwa sababu ya vazi lao wanalolivaa, kwa sababu ya sura yao wanaojipamba nayo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, masala haya yanatupasa sisi kuyachukulia kiundani zaidi, kwamba sisi tusilale mpaka tuwapate ndugu zetu kuwafikishia nasaha mbalimbali za kuwapata hadhari na kundi hili. Maashara almuslimina ahibba, jana tulizungumzia fadhila za masahaba, ikiwa lengo letu kubwa ni kuanza kuisafisha njia, lakini leo muhadhara wetu utabeba maudhui mama ambayo ndiyo tunayokusudia kunasihiana sisi wote kwa pamoja, kuhusiana na mashia.
Lakini kwanza tufahamu mashia ni akina nani na shia ni nani, au wakati gani mtu anaweza akawa yeye ni shia. Inawezekana ikawa mtu hajajinasibisha na ushia kwa kujitangaza, lakini kumbe katika moyo wake kuna imani miongoni mwa imani za kishia. Sasa mimi siku ya leo sitaki kutumia vitabu vingi sana, tatumia baadhi ya nubdh chache tu katika hizo, lakini kadhalika tutatumia marji hii ndogo ambayo itatuongoza katika dira ya muhadhara wetu. Maashara almuslimin ahibba, ulama wa ahli sunna wal jamaa wametuelezea baada ya kuwapekua mashia kwa taarifu yao, lakini katika ile taarifu nyepesi mno ya kuweza sisi kuihifadhi na kuidhibiti na kuwajua, Shia istilahan هم الذين يعتقدون أن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة. Shia kwa taarifu nyepesi ambayo hayumizi kichwa sana, هم الذين ni wale ambao ya'taqiduna, wanaoamini na kuitikadi, anna Ali ibn Abi Talib, kwamba Ali ibn Abi Talib ahqqu bil khilafati ba'da wafati Muhammadin, yeye ndio ana haki zaidi kuwa yeye khalifa. Mashia wanaamini na kuitikadi lafdhan, qawlan wa amala, tena kitaban, kwa maandishi kabisa. Imani yao wanasema ya kwamba Ali ibn Abi Talib yeye ndiye anastahiki kuwa kiongozi, kuwa khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini si hilo tu, wa anna al-imamata haqqun lahu, na ule uimamu au maana al-aam, ule uongozi ni haki kwa Ali wa abnaihi, na watoto wake, min ba'dihi, baada ya Ali. Anastahiki kuwa kiongozi wa dunia, kiongozi wa Uislamu, kiongozi wa masala ya dini ni Ali pekee, kisha na watoto wake. Hawa ndiyo Shia, na hii ndio itikadi na imani yao. Hili ni kwa kila Shia ambaye yeye anajinasibisha na mashia, na hili ni katika moja ya ushuhuda wao, au ni moja ya shahada yao. Ili wewe uwe Muislamu, kwanza ukiri na ukubali ya kwamba khalifa anastahiki kuwa khalifa ni Ali ibn Abi Talib, na anastahiki kuwa kiongozi wa dini ya Uislamu ni Ali, kisha watoto wake, na hapa ndio utakuwa wewe ni Muislamu. Wabilaksi, na kinyume cha hapa, ikiwa wewe utayakataa haya na ukasema kwamba hapana, Ali ibn Abi Talib anafaa kuwa khalifa, lakini baada ya Abu Bakar na Umar na Uthman, ukawatenganisha kwa sura hiyo, wao mashia wanakutoa katika dini, wanasema wewe si Muislamu. Kwa hiyo kwa ufupi, kwanza Shia kabisa, kwa taarifu nyepesi zaidi, ni kwamba wao wanaitikadi na kuamini anna Ali ibn Abi Talib
ahaqu bil khilafa, yeye ndio ana haki zaidi kuwa mtawala, kuwa khalifa baada wafati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maneno haya yanapatikana katika vitabu vyao mbalimbali. Maneno haya yapo katika muallafatihi, kwenye vitabu vyao walivyoviandika wao. Lakini pia mtanukuu pia maneno aliyoyasema, walioyaeleza ulama katika kitabu hichi ambacho leo nimependa nikitumie kwa ufupi sana, kitabu alichokiandika Abu Abdillahi Muhammad ibn Said Raslani hafidhahullah, kitabu ambacho ni maarufu sana na jina lake pekee la tosha kujua tu kabisa hawa watu walikuwa wakichukiza na wanachukiza. Kitabu kinaitwa Shi'atu Shaitan. Shia ni shaitan, na hakuna shaka kabisa Shia ni shaitan. Sasa miongoni mwa taarifu aliyoeleza ambayo yafanana na hii niliyoitaja ni kwamba hawa mashia tunapowapa kwa jina la Shia tunakusudia nini? Tunapotumia jina Shia nini tunachokusudia? Asema Sheikh Muhammad ibn Said Raslani, fa inna lafdha Shia, hili tamko la Shia kusema Shia, idha utliqa al-yawma, tukilitumia siku hizi za leo, tukiliachia kwenye mtazamo wa sasa, fa innahu la yasrifu illa ila taifatin 12. Hatuwezi kulitumia neno hili la Shia isipokuwa tutalitumia kwa kikundi cha watu hawa 12. 12 wahum, na hawa watu 12 au haya makundi haya, ghalibatu shi'ati al-yawm, ndio mashia wa leo, fil Irani, katika nchi ya Iran, wal Iraq, na katika nchi ya Iraq, wa Lebanon, na katika nchi ya Lebanon, wa Suria na Suria, wa dualul, na nchi nyinginezo ambazo nazo zimezamazama katika makundi hawa au katika pote hili. Kwa maana lafdhi ya Shia tutaitumia kwa kuiachia kazi yake kwa wakati huu wa leo kwa taifat 12, kwa kundi la watu hawa 12. Hawa watu 12 ni nani na kwa nini litumike kwa watu hawa? Maashara almuslimina ahibba, tufahamu ya kwamba Shia wamegawanyika katika makundi mbalimbali, lakini katika makundi ambayo ni mashuhur abra tarikh, kwa kuzingatia tarehe za Kiislamu, wa min ashhuriha, na yale makundi ambayo ni mashuhuri mno katika wakati wetu, bali katika yale ambayo yameonekana yakidhihiri sana, ni ashiatu imamia. Ni kundi ambalo linaitwa Shia lenye kudili na uimamu tu, al-imamia. Hawa kazi yao kubwa ni kuthibitisha uimamu kwa watu ambao tutawataja kwamba wao ndio wanastahiki kuwa maimamu wa dini ya Uislamu na viongozi. Kwa hiyo kundi la kwanza katika kundi hilo ni ashiatu imamia, ambao ni leo wanatambulikana kwa 12.
Ukisema Shia 12 tunawakusudia hawa ambao akida yao inahusiana na uimamu tu. Lakini kuna kundi la pili la kishia ambalo linaitwa Az-Zaidiyya, na hawa tutawaona wameitwa Zaidiyya kwa sababu gani. Lakini kundi la tatu ni kundi la Ismailiyya, ni kundi la Ismailiyya. Makundi haya matatu ni katika makundi yaliyokuwa mashuhuri kwenye wakati wetu wa leo. 12, kundi hili ambalo linajinasibisha na maimamu 12. Az-Zaidiyya, kundi ambalo linajinasibisha zaidi na Zaid ibn Ali ibn Hasan. Lakini na kundi la pili ni al-Ismailiyya. Na kila kundi katika hawa wana mambo yao ambayo kila mmoja anaamini kwa misingi yake, lakini lengo lao lote ni moja. Lengo lao lote ni moja katika yale malengo mama. Maashara almuslimin ahibba, kadhalika katika hayo makundi ambayo ni 12 Az-Zaidiyya al-Ismailiyya, lakini lipo neno ambalo ni mashuhuri pia tulilolikuwa na tunalolisikia katika Rafidha, Ashia ar-Rafidha. Rafidha ni watu gani na wakati gani lilipatikana tamko hili la Rafidha? Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa amma lafdhu Rafidha fahadha lafdhun awwalu ma dhahara fi al-Islam. Ama tamko la Rafidha, tukisema Shia ar-Rafidha, tamko hili awwala ma dhahara fi al-Islam, wakati wa kwanza lilipodhihiri tamko hili, lamma kharaja Zaid ibn Ali ibn Hasan ibn Husayn fi awail 100 thaniyati fi khilafati Hisham ibn Abd al-Malik. Kuna huyu Zaid ibn Ali ibn Husayn, yeye alijitenga, yeye alikaa kando katika khilafatu ya Hisham ibn Abd al-Malik. Fasuila an Abi Bakar wa Umar, yeye aliulizwa kuhusiana na Abu Bakar na Umar, vipi kuhusiana na Abu Bakar unawaonaje, Umar unamchukuliaje? Fatawallahuma, akawasifu au akawaona kwamba wanafaa. Watarahama alaihima, na akawatakia rahma wao, kwa maana akasema hawa ni watu wema. Alipolitamka neno hili, farafadahu qaumu, kuna kundi likamkataa, likampinga. Kwa nini uwachukulie Abu Bakar na Umar kwamba ni watu wazuri? Faqala, akasema huyu Zaid ibn Ali ibn Husayn, rafadtumuni, mnanikataa, mnanipinga, mnanitenga. Rafadtumuni, mnanikataa na kunitenga. Yeye akawaambia nani? Wale watu wake. Kwa hiyo kwa lile tamko alilolitumia rafadtumuni, fasammau, wakaitwa kuanzia hapo ar-Rafidha. Kundi lile lililomkataa Zaid likaitwa ni Rafidha. Kwa hiyo wao wakamkataa huyu ndugu yao kwa sababu yeye tu amewakubali Abu Bakar na Umar. Maashara al-ahibba, hili likadhihirisha ya kwamba hawa mabwana
wakaanza kuonyesha chuki zao kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Halafu kundi hili sasa lililomkataa mtu huyu, kisha wao wakaanza kujikumba na kumkumbatia ndugu yao ambaye akiitwa Aba Jaafar Muhammad ibn Ali. Wao wakabaki na Abu Jaafar, na kundi lingine likabaki na Zaid, na kundi lingine likabaki likasimama katika msimamo wake ule ule waliokuwa nao katika kudumu na kuwatambua maimamu wao peke yao. Kwa ndugu zangu katika imani, nimeinukuu hii kwa ufupi, kwanza lengo tupate kujua kwanza kwamba wakati gani mtu anaweza kutambulikana kwamba ni Shia, kwa msimamo upi? Msimamo ule ambao atauleta yeye wa kuamini kwamba khalifa anastahiki kuwa khalifa ni Ali ibn Abi Talib baada ya Mtume, na anastahiki kuwa imamu kwa uhaki kabisa ni Ali na watoto wake. Basi mwenye imani hii katika moyo wake, hata kama hajajinasibisha kwa kutamka, basi yeye tunamfahamu kwamba huyu ni Shia, na huyu yeye tutamnasibisha na Mashia kwa sababu ya itikadi yake aliyokuwa nayo kwenye moyo. Kwa nini? Kwa sababu gani? Fa inna ahli sunna wal jamaa wao yarawna anna al khilafa wal imama tukhtaru bishura baina al muslimina. Kwa sababu ahli sunna wal jamaa wao wanachokiona na wanachokizingatia ni kwamba ukhalifa na uimamu, mtu kuwa kiongozi wa Kiislamu lazima achaguliwe kwa shura ya Waislamu. Wa anna al-khulafa rashidin, na hakika makhalifa walioongoka wenye kuongoza 4 ni 4, wala sio mmoja kama wanavyoamini Mashia radhiyallahu anhum, radha Allah ziwe juu yao. Na haya ndiyo maneno aliyotuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba makhalifa baada yake waongoze nani na nani. Akawataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi kwa kuashiria kabisa, fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rashidin almahdiyin. Kisha katika hao wakaanza kupangilika baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasimamia ukhalifa Abu Bakar as-Siddiq, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Lakini Shia wao wanakataa jambo hili, wasema hapana, bali Abu Bakar na Umar na Uthman wao wamekuja kumdhulumu na kumnyang'anya ukhalifa Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo kila mwenye imani ya kuamini katika moyo wake kwamba anastahiki kuwa khalifa ni Ali, huyo ni Shia, wala usipate tabu. Na kila anayeamini na kuitikadi kwamba anastahiki kuwa imamu wa Waislamu, wa kuendesha mambo ya Uislamu ni Ali na watoto wake, basi tambua pia huyo ni Shia, kwa taarifu walizozitaja ulama. Lakini si hilo tu, Mashia wakawa katika yale ambayo wamejinasibisha nayo. Mashia wakajinasibisha na kujiweka mbali na masahaba ambao ni Abu Bakar na Umar, liannahum, kwa sababu wao yaatakiduna, wanaamini na kuitikadi, anna haulai thalath, kwamba hawa watu watatu, Umar, Abu Bakar
na Uthman la yastahiqu al-khilafa, wao hawastahili kuwa makhalifa. Wala yuhibbunahum, wala wao hawapendi masahaba hawa. Ma anna mawqif ahli sunna, pamoja na kwamba msimamo wa ahli sunna wal jamaa yuhibbuna jamii ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, wanawapenda masahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayataradhauna anhu, na wanawatakia radhi. Wayataqiduna annahu khairu hadhihi umma, na wao wanaamini kwamba hawa ni watu bora katika umma huu. Lakini mashia wao wanaamini kwamba aliye bora katika umma huu ni Ali na kizazi chake basi, na hakuna mwingine anastahiki kuwa bora. Maashara almuslimina ahibba, ni zipi aqida za mashia? Baada ya taarifu hii, ma hiya aqaidu shia, ni zipi akida za mashia, au ni zipi imani wanazoamini mashia katika misimamo yao? Jambo la kwanza, mashia kwanza wao wanaamini al-ismatu li'a'immatihim. Shia wao wanaamini ya kwamba maimamu wao 12 hawa ni wenye kuhifadhiwa, hawakosei, hawana dhambi, hawawezi kukosea. Akida yao ya kwanza. Ashia wanaamini maimamu wao 12 wao ni maasumu, wao hawakosei. Hata akafanya zinaa sio dhambi, sio kosa. Hata akatamka neno gani ambalo linaonesha ukafiri sio kosa. Maneno haya ndiyo wanavyoamini wao, na ni moja katika akida yao. Na katika hayo wanaamini zaidi ya kwamba anna Ali ibn Abi Talib, kwamba Ali ibn Abi Talib ni maasumun, ni katika wale ambao wamehifadhiwa pia, hawakosei, kwa sababu ndiye imamu wao wa kwanza, Ali ibn Abi Talib. Na kauli hii inafanana na kauli ambayo wamekuja kuieleza manasara, na kauli ambayo wamekuja kuieleza Mayahudi. Tufahamu ndugu zangu katika imani, mashia kuhusiana na Ali wanavyomtukuza, kauli yao hii yafanana na kauli waliozungumza manasara na kauli waliozungumza Mayahudi. Manasara wao walifika wakasema kuhusiana na Isa kwamba yeye ni nani? Ni Mola. Na maana ikiwa Isa ni Mola, maana yake hakosei, si ndivyo? Mola hawezi kukosea. Wakadhalika al-Yahud, na hivyo hivyo Mayahudi nao walisema Uzair kwamba naye ni nani? Ni Mola. Fakadhalika ashia, na mashia nao wakasema Ali ibn Abi Talib naye ni Mola, hakosei. Na wao wakampa kuthibitisha ya kwamba hawezi kukosea, hana makosa Ali. Kwa hiyo ulama wanasema falihadha, basi kwa jambo hili basi, fa inna masdaru ad-din ash-shia, chimbuko la dini ya kishia, maakhudhun min al-yahudi, chimbuko la dini ya kishia limechukuliwa katika sehemu ya Uyahudi wa Nasara. Maneno haya kadhalika ameyazungumza Sheikh Rasalani hafidhahu Allah, asema wala raghabatan, wala hakuna ugeni, fi hadha kullihi, katika haya yote. Fal aslu ad-din shia, asili ya dini ya mashia, maakhudhu min al-yahudi,
dini ya Shia imetoka kwa Mayahudi. Hili tulifahamu. Yahudi gani? Abdullah ibn Saba, ambaye huyu katika riwaya aliyozungumza Imam Ahmad imepokelewa kwamba Abdullah ibn Saba alikuwa Myahudi fa aslama, akaslimu. Na huyu si kwamba ni Myahudi tu, bali alikuwa yeye ni mnafiki mkubwa. Kwa hiyo wakana munafiqan, na alikuwa yeye ni mnafik zindiqa, tena mnafiki ambaye amebobea katika unafiki wake. Kwa hiyo Mashia dini yao asili yake ikachimbuka kwa mtu huyu, au ikachimbuka kwa hawa Mayahudi, kama qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, awwalu man ibtada'a ar-rafdha, mtu wa kwanza aliyeanza ushia kwa kuchimbuka kabisa, kana munafiqan, alikuwa ni mnafiq, zindiqa, tena alikuwa yeye ni zindiq, yuqalu lahu Abdullah ibn Saba, anaitwa Abdullah ibn Saba. Kwa hiyo Mashia na Mayahudi ni mama mmoja baba mmoja. Kwa vazi lolote watakalovaa, kwa sababu asili ya dini yao ni moja na ina machimbuko na toleo moja. Kwa hiyo ukiliona hili ulijue kabisa kwamba hawa Mashia wanaozungumzwa leo ni mfano huo huo tunavyowazungumza kwa ubaya Mayahudi, kwa sababu Myahudi na Shia tamko lao, karari yao wanayoitoa ni moja na haina tofauti katika maamuzi yake. Na kwa hili pia ndo utaona ushirika uliopo baina ya Shia na Myahudi. Katika kila wanalolifanya kuna ushirika baina yao, kwa sababu asili ya dini yao ni moja. Na lengo ni nini? Kwa kusudio gani la kuanzisha dini hii? Alikusudia nini Abdullah ibn Saba? Fa arada bidhalika ifsada dinin, alitaka kwa jambo hili la kuanzisha ushia au kutengeneza kundi maalumu la kutoka likapambana na masahaba, walikusudia zaidi kuiharibu dini walmuslimina, na kuwaharibu Waislamu wenyewe. Hivi ndivyo ambavyo walifanya. Kadhalik, kila mnaloliona katika masala ya dini ya ushia, basi yote matukio yao wanayoyafanya ni matukio ambayo shabahu shi'atu nasara fi kathirin min al-umur, wamejifananisha Mayahudi hawa Mashia katika mambo yao yote wanayoyafanya, wamejifananisha na Manasara na Mayahudi katika ibada zao. Fil a'yad, kwenye idi zao zafanana na Manasara, wa kathratu suwar, na muundo wa matukio yao, wa ikhtilafun khawariq al-ibadat, na kule kutofautika kwa matukio ya ibada zilizoanzishwa na zilizochimbuka. Hata haya masala ya Wakristo Manasara kusherehekea kuzaliwa kwa Isa, na Mashia wakaja kusherehekea maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manasara waliposherehekea Christmas, Pasaka, Mashia na wao wakaeka siku zao za Al-Kalbara, wakazieka siku zao za Ashura, za huzuni. Yale matukio yote, kufa kwa Isa, sijui Wakristo wao wakawa wanasherehekea kufufuka kwa kadha, na Mashia na wao wakaleta mfumo wa sura ya matendo hayo. Kwa hiyo maulidi, Ashura zile za kupigana, kujipiga, kujikata na mengineyo, huzuni, zote hizi zinashabihiana na ibada walizokuwa wakizifanya Mayahudi na Manasara. Kwa ndugu zangu katika imani, moja ya akida yao ni wao kuamini
ya kwamba hawa wanazuoni wao aimmatuhum ni maasumu, hawakosei. Maashara almuslimin, ahli sunna wal jamaa wao wako tofauti katika misimamo ya ahli sunna wal jamaa. Wao wanaamini al-ismatun, kule kuzuilika mtu kukosea ni kwa mitume, hakuwahusu watu wengine wowote. Na hii ndio mawqifu ya ahli sunna wal jamaa. Maashara almuslimina ahibba, kabla ya sisi kugusa moja katika haya ambayo tutayataja, napenda zaidi tuwajue kwanza hawa aimma 12, maimamu hawa 12, kwa sababu tukiwajua na ndio tanukuu kauli zao zile za ukafiri wanazozizungumza wao. Man hum aimma 12 indahum, ni wapi hawa maimamu 12 kwa mashia? Maimamu 12 kwa mashia, wa kwanza katika hao ni Ali ibn Abi Talib. Maimamu 12 katika hao maimamu wa Shia, wa kwanza katika hao ni Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib huyo ndio imamu wa kwanza kwa wao. Athani, imamu wa pili ni Hasan ibn Ali. Imamu wa pili katika maimamu wa kishia ni Hasan ibn Ali. Na imamu wa tatu ni Hussein ibn Ali. Huyu mnemuona anabandikwa kwenye mabango ya Hussein, yule ni imamu wa kishia katika maimamu wao. Na mfahamu kwamba yule kwao sio imamu tu, bali ni mola, ni maabudu lahu, wanamwabudu. Na ndio maana wao katika maombi yao husema, kama tutakavyoyataja maneno haya, wakiwa wanapofikwa na shida na tabu, wakwambia wewe sema tu ya Hussein aghithni, ewe Hussein niokoe, niokoe. Ukisema hivyo tu asema wewe utapata msaada wa kuokolewa haraka. Kwa hiyo hawabandikwi tu kwenye mabango bure bure. Maduka mbalimbali na maofisi mbalimbali lazima ukute ya Hussein, bali makampuni mpaka ya ujenzi ya Hussein. Kuna nini? Kwa nini asiandikwe ya Allah? Lau ingelikuwa kwamba yafaa, basi asiandikwe hivyo. Lau ingelikuwa yafaa, kwa nini angalau basi wasiandike Ar-Rahman? Kwa nini ya Hussein? Kuna mengi yaliyofichika. Kwa hiyo huyu ni imamu wao wa tatu. Lakini imamu wao wa nne ni Ali Zaidul Abidin. Ali Zaidul Abidin. Na sisi Waislamu tulipokuwa tunajisahau, wapo watu ambao wao mpaka misikiti yao wameipa majina ya watu hawa. Hata hapa Tanga ipo.
Ukifuata njia hii kama unaenda huko maeneo ya Pangani, kuna msikiti unaitwa Zainul Abidin. Lakini ukichunguza historia, sio kwa sababu ni jina tu, bali lina asili. Ule msikiti una chimbuko, kuna mtu mshia aliyesimama pale, mtawazamini mujenge msikiti, lakini utumike kwa jina la huyu. Ipo misikiti hiyo. Huyu ni imamu wa 4 katika maimamu wa Kishia. Na wataja hawa kwa sababu ndani ya maneno ambayo tutayanukuu biidhnillah ni maneno walioyazungumza hawa maimamu ambao wao wanawakubali na wanaamini hawakosei. Sasa tutayachunguza maneno ya hawa ambao wao wanaamini hawakosei. Je, maneno hayo katika wizani wa dini yako kwenye usahihi? Katika imamu wao wa 5 ni Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir huyu ni imamu wa 5 katika maimamu wa Kishia. Na Muhammad al-Baqir naye wao sio tu imamu, bali wao wanasema imamu huyu pia ya'lamu al-ghaiba, ajua mambo yaliyofichikana. As-sadis, imamu wa 6 ni Jaafar as-Sadiq, anaitwa Jaafar as-Sadiq. Huyu ni imamu wao wa 6 katika imamu wa Kishia, Jaafar as-Sadiq. Na wa 7 ni Musa al-Kadhim, ni Musa al-Kadhim. Na imamu wa 8 ni Ali ar-Ridha, anaitwa Ali ar-Ridha. Huyu ni imamu wao wa 8. Na imamu wao wa 9 ni Muhammad al-Judi, Muhammad al-Judi. Na imamu wao wa 10 ni Ali al-Hadi, anaitwa Ali al-Hadi. Huyu ni imamu wao wa 10. Na imamu wa 11 ni Hasan al-Askari, Hasan al-Askari. Imamu wa 12 ni Muhammad ibn Hussein al-Mahdi, ambaye imamu huyu tutamtaja pia. Wao kila baada ya magharib wanaenda katika mlango fulani huko katika nchi hiyo, wanamsubiria wakiwa na mnyama wa kifahari, wanamsubiria aje. Ndio imamu wao wanamsubiria, wanamuita al-Mahdi al-Muntadhar, anaitwa Muhammad ibn Hasan al-Mahdi. Imamu huyu kwa ufupi, Ahli Sunna wal Jamaa sisi tunakubaliana kwamba yuko kiongozi ambaye anaitwa Mahdi, ambaye atakuja kwa utabiri au kwa kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam alizozisema. Lakini wao wanasema yupo, sio kwamba atakuja, kashakuja. Yani yupo, ila tu kuna sehemu amejificha, anakamilisha kusahihisha msaafu kwa sababu una makosa, na akitoka atatoka na msaafu kamili uliokamilika. Na kila baada salatu al-maghrib wanaenda na mnyama mzuri wa kifahari, wanaenda naye. Lakini niwakumbushe pia imamu huyu katika masiku kadhaa ya miezi iliyopita, kama mlikuwa mkifuatilia mitandaoni, hususan katika nchi za Irani, Suria, hizi nchi tulizozitaja, kulitoka na shidi ambayo ikimtangaza salamu ya Mahdi. Mlisikia salamu ya Mahdi? Mpaka Tanzania wapumbavu wasio na akili, wajinga, walikuwa wakiwaimbisha watoto wetu, wao wakaimba kwa Kiswahili. Salamu ya Mahdi, amani iwe kwako ewe Mahdi, la khaira fil wara min duni hawaka, hakuna kheri katika hii dunia pasina kuwepo wewe. Wal ainu fidaka ya shaghila ruhi. Hawa ndio waliokuwa na hii anashidi ikadhihiri mitandaoni, bali wapo Waislamu wameiweka katika sehemu zao za simu, mtu akipigiwa yalia hiyo anashidi.
Alafu wametengeneza watu wanaonekana wanalia huzuni wakimuita, watu wanamwagika machozi, watoto wakubwa wake na wa kiume wamejaa katika uwanja wanamsubiria Mahdi. Salamu ya Mahdi. Na hapa kwetu katika vituo mbalimbali vya Kishia watoto wetu wakaimbishwa na watu wakawa wanajifunga vilemba kuonyesha ushujaa kwamba wao wanamsubiria mtu huyu. Huyu ndio Mahdi ambaye wanayemsubiria au wanaamini kwamba yupo. Kwa hiyo hawa ni aima 12, ni maimamu 12 ambao wao wanaamini hawakosei. Lakini si hilo tu, miongoni mwa aqida za Mashia yarauna anna al-imama, wanaamini kwamba huu imamu huu ruknun min arkani al-imani, ni nguzo katika nguzo za imani. Sisi Waislamu sisi tunasema kwamba arkanul imanu 6, si ndio? Katika hizo nguzo hizo ni nini? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina alqadar khairihi wa sharri, si ndivyo? Wao wakwambia hapa bado. Ili uamini kwamba wewe una nguzo za imani, pia uamini kwamba uimamu unawahusu watu hawa 12. Ni nguzo katika nguzo ya imani. Sawa? Sasa tuyataje maneno yao kwa ufupi kwanza. Katika hili ambalo tumelitaja ya kwamba wao wanaona kwamba maimamu wao wana haki za kila lakini kabla ya kutaja maneno yao nilikumbushia jambo hili kwa ufupi kwa faida. Wa min rumuzi ahli Shia, na miongoni mwa zile alama za Mashia, yale mambo ambayo ni alama zao, kwanza at-ta'nu fi sahaba, ni kuwatukana masahaba. Fala yuthbitu ash-Shia, hawathibitishi Mashia kumthibitishia mtu kuwa ni Shia hatta yat'ana as-sahabati rasulillah, mpaka kwanza awatukane masahaba. Na wao wakitamka shahada, katika kule kukamilika ule ushuhuda wao wa Uislamu, useme hivi wa anna aliya wa anna Abubakar wa Umar, na hakika ya Abubakar na Umar, hawa watu wawili lanatullahi alaihim, lana ya Allah iwe juu yao. Useme hivyo. Wewe ukiyasema haya, wewe ushakuwa Shia kweli. Yapo haya ni maneno yao, lakini pia wameandika katika vitabu vyao. Kadhalika alghulu fi aimma, pia katika alama yao ya ushia ni kuchupa mipaka kwa maimamu wao, pamoja na kwamba ahli sunna wal jamaa wao wanakataza ghulu. Na hili si jambo la geni, kwa sababu ndio Qur'ani ilivyokuja. Allah subhanahu wakataza watu wasichupe mipaka, lakini wao wamefanya ghuluu kwa maimamu wao. Katika hayo waliofanya ghuluu, miongoni mwa hizo kauli zao ni haya ambayo nataka niyazungumze kwa faida. Awalan, Ashia yaquluna, wanasema anna al-a'immatahum, hawa maimamu wao, katika yale ambayo yanastahili kwa wao, anna al-ardha kullaha, ardhi yote hii, lilimam, ni kwa ajili ya maimamu wao. Awe ni Ali, ikiwa wakati huo yupo hai, dunia yote ni yake, au ikiwa hayupo tena Ali, kwa huyu anemsubiria sasa hivi, dunia nzima yote yeye ndiye anaimiliki. Sasa haya ni maneno anayoyasema. Asema dhakara Muhammad ibn Yaquba al-Kulaybi
fil usulil kafi, katika kitabu chao ambacho kinaitwa Usulul Kafi. Ukienda ukitazama maneno haya utayaona. Wa huwa a'dhamu marja'i lishi'ati, na hichi ndio kitabu kikubwa cha mashia wanapotaka kurudi kuangalia masala yao ya itikadi, kinaitwa Usulul Kafi. Asema hivi, anna al-ardha kullaha lilimam, ardhi yote hii tulionayo ni ya imamu. Haya, uthibitisho uko wapi? Akaleta hadithi yao ya uongo. An abi Abdillahi alayhi salam, kutoka kwa Abdillahi alayhi salam, qala, amesema, inna ad-dunya wal akhirah, dunia na akhira. Dunia na nini? Na akhira. Hii dunia tunayoishi sisi na hiyo akhira tunayosimuliwa kwamba iko huko, lilimami, ni kwa ajili ya maimamu. Yadhauha haithu yashau, anaiweka hii dunia anapotaka yeye. Akisema kwamba hii dunia yote nitaichukua niweke sehemu fulani, imamu anayo mamlaka hayo. Akisema ya akhera naihamisha, sasa liwaambia akhera imefichika, sasa nawaonesha akhera ndo hii, ni imamu anayo haki hiyo. Wayadfa'uha ila ma yashau, na anaiondoa au anaondoa katika hii dunia anachokitaka yeye imamu. Tena jambo hilo jaizun min Allah, limejuzishwa kutoka kwa Allah. Yeye ndo Allah ametoa mamlaka hayo kwamba hii dunia ya imamu. Kwa hiyo katika hama imamu 12 kwa wakati huu leo, kwa sababu wakati huu anamsubiria nani? Mahdi, si ndio? Wao wanaamini akhera na dunia yote hii ni milki ya nani? Ya Mahdi. Kwa hiyo wewe upo kwenye dunia ya watu ya imamu. Usijihashue kwamba wewe una Mola. Akishakuwa huyo mtu amiliki dunia na akhera, maana yake nani? Ni Mola. Ndio maana Sheikh Raslani asema moja ya itikadi yao kubwa hawa mabwana, ashirku billahi, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni shirki iliyo ya wazi. Lakini si hilo tu, kama hilo halitoshi la kwamba hii dunia ni yao, ni ya imamu, lakini angalia wao wanavyosema na wanavyoamini. Sikilize haya maneno alafu uone, je, sisi na wao tuna undugu gani? Twafaa sisi kujinasibisha na wao? Kadhalika anasema katika hayo maneno yao, waqala al-Kulaybi, akasema huyu Kulaybi, qala al-Imam Muhammad al-Baqir, yule tulimtaja yule imamu wao yule, asema al-Imam Muhammad al-Baqir, nahnu, sisi mashia, wajhullahi, ni uso wa Allah, wa nahnu, na sisi mashia, ainullahi, ni jicho la Allah, fi khalqihi, kwa viumbe wake. Kwa hiyo Allah akitaka kuwatazama au akitaka kufanya jambo kwa viumbe wake, kwanza atutazame sisi, atushauri. Ndio maana yake vile, mwasemaje, nataka marai nilete maradhi kwa waja wangu, mwasemaje, nilete nsilete? Bali si hilo tu, wayaduhu, katika Qur'ani Allah anasema bal yadahu mabsutatani, si ndio? Allah mikono yake miwili imekunjuka, anatoa rehema zake na kumpa anayemtaka katika waja wake, si ndio? Sasa asema na sisi mashia ndio mkono wake almabsutatu birrahma, hiyo rahma inayogawanywa kwa wanadamu ni sisi mashia ala ibadihi, juu ya waja wake. Kwa hiyo Allah subhanahu hawezi kutoa riziki mpaka sisi mashia tuseme haya toa. Siende anatoa kwa mikono, yeye ndo amethibitisha hilo Allah kwamba bali yadahu mabsutatan. Sasa hii mikono hii ni sisi
Tukisema toa ndo anatoa, zuia anazuia, manake sisi ndo tunamcontrol huyo Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Hawa ni mashia. Wadhakara al-Kulaybi, na akataja huyu Kulaybi, anna abi Abdillah Jaafar as-Sadiq, kutoka kwa huyu abi Abdillah ambaye ni Jaafar as-Sadiq, yule imamu wao mwingine. Qala, asema kana amirul mu'minina, alikuwa amirul mu'minina. Wakisema amirul mu'minina mkusudia nani? Ali ibn Abi Talib. Hilo mlijue, hakusudiwi Abu Bakar wala Uthman wala mwingine yoyote. Wakitaja amirul mu'minina wao wanamkusudia Abu Bakr nini, Ali ibn Abi Talib. Sasa asema kathira ma yaqulu, mengi katika hayo aliyokiyasema Ali alikuwa akisema hivi, ana qasimullahi baina aljannati wan nar, mimi ndiye ambaye nitagawanya kwa Allah subhana, mimi ndiye nitakayegawanya watu wa peponi na watu wa motoni. Nyinyi mwasemaje hapo ndugu zetu hao? Kwa hiyo Shia akikwambia wewe ni mtu wa peponi kwa itikadi yao, wewe ni mtu wa peponi. Akwambia wewe ni mtu wa motoni kwa itikadi yao, wewe ni mtu wa motoni. Kwa sababu gani? Imamu wao yeye ndio ana mamlaka hayo ya kugawa mtu wa peponi na mtu wa motoni. Sawa? Lakini katika hiyo ghuluu yao pia wanaamini kwamba hawa maimamu wao 12 tuliowataja, la yakhfa alayhi shay'un, hakufichiki kwa wao chochote. Maneno haya pia ameyataja Jaafar as-Sadiq, asema anna al-a'imma, hakika ya hawa maimamu wetu 12 ya'lamuna ilma ma kana wama yakunu, wana ilmu ya kujua yale yaliyokuwepo kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, wama yakunu, na kile kitakachotokea, kile ambacho kitatokea kesho maimamu wao wanakijua. Wa annahu, na hakika ya imamu, la yakhfa alayhi shay'un, hakufichiki kwa wao chochote. Sasa hawa wanapingana na Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayesema wala yakhfa alayhi shay'un, kwake yeye Allah hakufichiki kitu chochote, lakini hawa wanasema hapana, na maimamu wetu wao halifichiki jambo lolote kwa wao. Wakamtaja Jaafar as-Sadiq kwamba yeye anayathibitisha haya, asema an abi Abdillah, huyu abi Abdillah ndio Jaafar as-Sadiq, annahu qala inni, haka yangu mimi, la a'lamu ma fi samawati, ninayajua yaliyopo mbinguni, wa ma fil ardi, na ninayajua yaliyopo ardhini, wa a'lam ma fil janna, na mimi nayajua yale yaliyopo peponi. Hayo mnayoambiwa nyinyi peponi kuna hurul aini, siji kuna nini, mimi nawajua. Wama fi nari, na mimi ninayajua yale yaliyopo katika moto. Wa a'lamu ma kana wa ma yakunu, na ninayajua yaliyotokea, yaliyokuwepo kabla na yatakayotokea baada ya sasa. Kwa hiyo hii ni moja katika akida yao ya kuamini kwamba maimamu wao wanajua ghaibu na halifichiki kwa wao jambo lolote. Al-adhanu al-isha. Barakallahu fikum. لا
Bismillah. Maashara almuslimina ahibba, haya ni moja katika yale ambayo mashia wao wanaamini, na pale tuliposema kwamba mashia wanawatukuza, wamefanya ghuluu, kuchupa mipaka ya ukafiri kabisa, ni baadhi ya haya machache ambayo tumeyataja. Lakini mashia pia wanaamini, kama nilivyosema, kwamba maimamu wao hawakosei wala hawasahau. Kwa hiyo wanasema kwa jambo hili, fa inna manzilatahu, daraja la maimamu wao, a'la, ni bora zaidi, bimanzilati rasulillah, kuliko mtume wa Allah subhanahu, kwa sababu mtume yeye alikuwa anasahau. Mtume alikuwa na nini? Anasahau, si ndivyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam kawaswalisha masahaba raka ngapi? 2 katika sala ya al-asr, kama hadithi ya dhul yadaini. Akasimama akasema, ana basharun mithlukum, mimi ni mwanadamu kama nyinyi, nasahau, si ndivyo? Nikisahau fadhakiruni, nikumbusheni. Lakini Shia wao wanasema maimamu wao hawasahau. Kwa madai yao wanadai, yaatakiduna shi'atun al-ismatu a'immati 12, wanaitikadi na kuamini mashia kwamba hawa maimamu 12 tuliowataja wao hawakosei. Fahum bizamihi, basi wao kwa hayo madai yao, maasumuna min al-khata'i, maimamu hawa 12 ni wenye kuhifadhiwa na makosa, hawakosei, wanisiyani, na kusahau, hawasahau, wa min iqtirafi al-kaba'ir, na wao maimamu wao hawafanyi madhambi makubwa makubwa, wasaghair, wala hawafanyi madhambi madogo madogo. Mtu ikishakuwa akosei hana dhambi. Wayatakiduna, na wanaamini, anna kullu imamin, kila imamu katika maimamu hawa 12 yamliku ilma ladunna, anamiliki ilmu itokayo kwa Allah subhanahu, ilmu ya ghaibu. Walaysa bainahu wa baina an-nabiy farqun, wala hakuna tofauti baina ya imamu wao hawa 12 yoyote katika hao maimamu, hakuna tofauti baina yao na baina ya mtume, illa annahu la yuha ilayhi, isipokuwa tofauti ni kwamba maimamu wao hawapewi wahai tu. Lakini lau wangelikuwa wanapewa wahai, maana yake wangekuwa wao hawana tofauti na mitume. Sawa? Haya wanayasema mashia kwamba maimamu wao hawana tofauti na mtume, isipokuwa ni kwenye jambo moja tu la wahai. Kwa hiyo anasema huyu Kulaibi akalithibitisha jambo hilo, asema sami'tu Aba Abdillah, nilimsikia mimi Aba Abdillah. Tukisema Aba Abdillah tunamkusudia nani? Jaafar as-Sadiq, yule imamu wao. Yakulu, akisema a'immatu, maimamu hawa wa kishia, bimanzilati rasuli sallallahu alaihi wasallam, wao wapo daraja la mtume. Yani wao maimamu hawa 12 tuliowataja na mtume wao daraja lao ni nini? Ni moja, ni sawa. Illa, isipokuwa tofauti ya maimamu hawa, annahu annahu, hakaya wao,
laisu bianbiya, sio mitume, wao sio mitume tu. Wala yahillu lahu minan nisa, wala wao si halali kukaa na wanawake. Hasa huu si unaswara huu, si ndio hao arrahbania, watawa ambao wanasema hawataki kuoa, si ndivyo? Haya, kama hamuoi mwamaliza vipi matamanio yenu? Maana yake ni mwazini, si ndivyo? Wanasema hili tu wao wametofautiana na mitume, kwa sababu mitume wao ma yahillu linnabii, jambo ambalo hili lilikuwa lina halali kwa mitume. Mitume wao walikuwa wanaruhusiwa kuwa na wake, lakini sisi tu haturuhusiwi hili. Fa amma ma khala dhalik, ama ukitoa jambo hili au ukiyatoa haya mawili ya kuwa na mwanamke na hili la wahai, fahum bimanzilati rasulillah, maimamu wao 12 wako daraja sawa sawa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hawa ndio mashia. Lakini tufahamu pia kwamba katika zile wasaili ambazo wao walizitumia, za kueneza ushia, na hapa tutalitaja jambo hili. Katika zile wasaili ambazo walizitumia wao za kueneza ushia ni wasail al-i'lam. Wasaili wa kwanza waliotumia ni wasail al-i'lam, utandawazi kwa wakati wetu wa leo. Hapa kwetu kuna redio, sio? Tunaifahamu Shekhe, nyumbani kwako kukiwa kunapigwa redio hiyo, utakula hasara. Kwanza mimi nataka tujiulize, redio gani ya Kiislamu ambayo ina taarifa za michezo ya habari ya mipira? Redio gani ya Kiislamu ambayo katika vipindi vyake pia kunawekwa taarabu kabisa? Au nyamjepo kusikia? Msisikilize basi. Redio yao hiyo ambayo inaitwa redio ya Kiislamu, miziki ipo kabisa na ni redio ya Kiislamu. Hebu tuambieni, ni redio gani ya Kiislamu ambayo itatambulikana kabisa ni ya Kiislamu, alafu eti ukafika kuna muda kuna kipindi cha michezo ya habari ya mpira kabisa, kuna mchambuzi achambua jamaa kashika penalty, ilikuwa ni penalty au sio penalty, na redio ya Kiislamu zipo hapa kwetu. Lakini at-taawun, misaada, wakaja na sura ya kusaidia kutoa mavyakula watu huko vijijini, kuchimbiwa visima vya maji. Lakini kila walilolifanya katika hilo lina mlango wake wa pili ambao wanaokusudia. Sasa leo ukiwashambulia mashia, watu wanakuja juu kwa sababu ya misaada wanayopewa. Wanaofia vile viroba vya mchele kilo 5 watavikosa. Zile ng'ombe wanazoletewa katika hija, katika kipindi cha mausimul haji kwenye Dhulhijja watakosa. Kwa nini mwaseme ndugu zetu ambao wanatusaidia? Nyinyi ahli sunna mwatusaidia nini? Mwatupa nini? Wamesahau kwamba malengo yao makubwa watu hawa ni kuja kuufisidi na kuharibu Uislamu wao. Na hakuna kijiji chochote katika vijiji kulikoingia ushia kukakosekana ushoga. Mimi nawaambieni hilo, kafanyeni research ya kweli. Hakuna katika kijiji ambacho kiliingia mshia akakita akaweka makazi yake akasimama na kijiji hicho kikakosa uzinifu, kwa sababu ndani yake kuna ndoa mbalimbali, wana ndoa za muta,
na vijana wanataka kurahisishiwa tu. Lakini katika ushia, vijana wa leo waliokuwa dini yao pia kuisoma ni tabu, wanataka wepesi wa kufanywa mambo mepesi mepesi. Akishaambiwa wewe mkeo ni shamba, wamwendea unavyotaka, mbele nyuma, yaona very simple kabisa. Kumbe hii ndio dini. Changu nijifarague ninavyotaka. Sivyo anavyotaka Mola wako. Wakiingia hawa mabwana katika miji yetu na vijiji vyetu, lazima na haya yanapatikana, kwa sababu moja wanalolifanya wao ni kutengeneza sura ya ujamaa na urafiki, watu wawaamini na wawape watoto wao. Mimi siwaambii maskhara. Mimi wakati naja Tanga hapa kusoma, moja ya mji ambao mtaa niliokaa wana chuo chao kimoja kikubwa hapa Tanga. Basi kukaa kuna vijana wanaponiona vile madhari yangu na nini, siku mmoja akapata ujasiri akaniuliza, "Wewe wasoma?" "Naam." "Wapi?" Nikamtajia. "Walipa?" "Nalipa." "Wazipataje hela za kulipa ununue vitabu na nini?" Ambia taufiki ya Allah subhanahu. Siku hiyo tukaachana kwenye sura hiyo. Siku ya pili akanifuata tena. Wale mabwana wana juhudi za uovu wao. Akanambia, "Sasa ndugu yangu, hapo utakuja ule bure, utapewa vitu, utapewa hela na hela za matumizi na hela ya kutuma mpaka kwenu." Na kuthibitisha hilo, aliniletea vitabu mimi, mfuko mmoja mkubwa, vitabu tele. Akanambia, "Vichukua tu ndugu yangu, bure, kapata faida." Ambia, bahati nzuri tayari tumeshawasikia mashekhe zetu wakituelezea ubaya wenu. Sasa hivi vitabu mimi nenda kuvichukua mvisome, mkushambulie wewe kwa kitabu chako. Sasa wapo vijana wetu wanaotolewa vijijini wanakuja kusomeshwa bure. Wewe mzazi ukisikia tu mtoto wako asoma Shia waona raha, kwa sababu ikifika masiku fulani nayo aletewa kilo 5 ya mchele, unga kilo 5, maharage, vijisukari kidogo, wapewa na hela. Lakini dini ya mtoto wako ipo salama? Sasa ukiyasema haya, watu wanakuona adui wewe. Na bali wapo watu mpaka leo wasomi wa vyuo vikuu humo mitandaoni wanaopambana na kuwatetea mashia katika matukio ya leo, kwamba mashia wao ndio waislamu wa kweli wanaopambana dhidi ya kuwatetea waislamu. Hebu tuambieni, atahadda, mimi natoa challenge, mmoja yoyote katika hawa anayedai aje atuthibitishie mashia siku gani wao wamewatetea waislamu wa kweli. Bali mashia wao ndio ambao waliwaua waislamu na wanaendelea kuwaua waislamu kila uchao. Halafu wanakuja na sura ya kwamba wao ndio wanapigana jihadi ya Uislamu. Vyombo vyao vya habari ndio vinatoa taarifa za kweli sahihi. Na ukitaka kuona jambo hili kwamba limeingia mpaka kwenye nyoyo za watu wakatengenezewa mpaka sumu za kuichukia Mamlakatul Arabia As-Saudia, kwa sababu wanawajua mashia, wakaona kwamba kwa sababu nchi hii ina watu wanaotupigia vita sisi, hebu kwanza tutengeneze chokochoko wawachukie wao. Leo wapo watu wasomi kabisa wa vyuo vikuu wanaoichukia miji hii mitukufu, wanaokuambia Waarabu ni wanafiki tu, ndugu zao Sudani huko wanapigwa, ndugu zao kadha wanapigwa. Hebu tuambieni watu wa Gaza walivyopigwa na wanavyoendelea kunyanyasika. Muirani alifanya nini kama yeye si ndio ambaye akitoa silaha za kuwashambulia Waislamu? Halifichiki hili. Bali si hivyo tu, wao hawana lengo la sawa la kwamba wanautetea Uislamu kwa namna yoyote mnayoijua, iwe ni ya vijarida, wakitoa jarida la kwamba wanatoa taarifa. Ndani ya taarifa hiyo ukitazama kwa kina, ina alama au ina namna nyingineyo ya kuiharibu dini ya Uislamu. Hao ndio Shia.
Kwa hiyo watu wasijanganywe, kwa sababu wao wanajinasibisha na Uislamu, hawana Uislamu. Lakini pia niwaambieni ndugu zangu katika imani, hawa mabwana, hivyo ambavyo nyinyi mnajichukulia, wewe unavyojiona kwamba ni mtu wa sunna, hawa mabwana wao wanakuona wewe ni kafiri. Si maneno yangu, ni maneno yao wenyewe wanaoyatamka kabisa, wakiamini kwamba wewe unajinasibisha na watu wa sunna, unaamini kwamba Abu Bakar na Umar walifaa kuwa viongozi, kuwa makhalifa. Wanasema kila ambaye anaamini hilo kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman walifaa kuwa viongozi, basi huyo ni kafiri. Sasa wewe unayeswali au unayemtetea Shia, tambua ye Shia hakutambui. Shia yeye hanini? Hakutambui. Asema mmoja katika mashia, hukmu shi'atu fi ahli sunna, hukumu ya mashia katika kuwasema au kuwahukumu watu wa sunna, yakhtassu bima yati, yakhtassu yanafupika kwa haya ambayo tutayataja. Kwanza, annahum ay ahli sunna wal jamaa, wao wanasema kwanza, jambo la kwanza, hawa watu wa sunna kufarun, ni makafiri. Na ukisema watu wa sunna, kuna watu wanajinasibisha kabisa na wao wanasema na sisi ni masuni. Abu Bakar sisi ni sahaba tunayemkubali, lakini mbona mnafungamana na hawa mashia ambao wao wanawaiteni nyinyi makafiri? Au kwa sababu na wao wanachangia misaada ya vyakula katika maulidi zenu? Au kwa sababu na wao wanachangia misaada ya vyakula katika hauli? Sasa wewe jikumbe nao, sema ni ndugu zako, lakini wao wanakuita wewe ni kafiri. Kila anayeamini kwamba Abu Bakari alistahiki kuwa khalifa baada ya mtume, wao wanasema huyu ni kafiri. Bali si hivyo tu, anjasu pia ni najisi, sharrun min alyahudi, wanasema pia huyu ni mtu mbaya kuliko Myahudi. Yoyote anayeamini Abu Bakar alistahiki kuwa khalifa, Umar alistahiki kuwa khalifa, Uthman alistahiki kuwa khalifa, yoyote anayeamini hivyo, au yoyote anayewatambua Aisha kwamba ni masahaba radhiyallahu anhum, basi yoyote anayeamini hilo ajue kwamba mashia wao wanamchukulia huyu ni najisi na ni kafiri na ni mbaya kuliko Myahudi wa Nasara na Mkristo. Lakini si hilo tu, wanasema hivi, wa auladun, na watoto wa watu hao baghaya, au na wao wenyewe kwa maana ile ya kwanza. Na hawa wanaoamini kwamba Abu Bakar na Uthman ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na walistahiki kuwa makhalifa, wao wanasema mashia kwamba hao pia ni watoto, hao wanaoamini hilo ni watoto wa malaya. Shia, wewe unaamini Abu Bakar ni sahaba, yeye anakuita wewe ni malaya. Ni maneno ya Shia hayo. Hebu tasawwar hii picha, wewe lau mtu akusimamia hapo, wewe malaya wewe, hebu niambieni wamalizana naye vipi mtu huyo kwa haraka haraka? Sasa mashia wao wanasema kila anayeamini Abu Bakar, Uthman, Umar ibn al-Khattab na wengineo katika masahaba walistahiki kuwa wao bora au kuwa makhalifa, ukamkataa Ali kwamba hakustahili kuwa khalifa juu ya Abu Bakar, basi wanakuambia wewe ni mtoto wa malaya. Baghaya, mtoto wa malaya ndio neno jepesi na ndio Kiswahili fasaha. Kisha si hilo tu, wanasema yajibu qatluhum, ni wajibu kuuliwa, na ndio maana wanawaua watu wa sunna.
kwa sababu kwa wao ni wajibu kumuua. Kila anempinga au kila anemkataa Shia, kwa wao wanasema damu yake ni halali kumwagwa. Lakini si hilo tu, wa akhadhu amwalihim, na kuchukua mali zao pia yafaa, ni halali, yafaa pia kuchukua mali zao. Kisha haya ndo maneno sasa niwaambie, sisi hatuna mafungamano na Mashia kwenye lolote. Kwa sema hivi, wala yumkinu iltiqa'u ma'ahu fi shay'i, wala haifai sisi Mashia na hao wanaowakubali Abu Bakar na Umar na Uthman na wengineo, haifai sisi kukutana nao katika chochote. La fi rabbi, hatukutani nao kwenye Mola, sisi tuna Mola wetu na wao wana Mola wao. Wala fi nabii, wala sisi hatukutani na mtume, wao wana mtume wao na sisi tuna mtume wetu. Wala fil imami, wala hatukutani nao katika uimamu, wao wana imamu wao na sisi tuna imamu wetu. Wala yajuzu muwafaqatuhu fil qawli au amali, wala haifai kukubali maneno yao. Yani wao Mashia wanasema maneno yetu sisi hayafai hata kusikilizwa. Alafu aja mpuzi mmoja eti aitwa mbele za watu aambiwa, nyinyi mwawatukana maswahaba, hebu njoo ukiri useme wawatukana kweli. Atoka yule mpuzi asema, sisi tunawatakia rahma na tunawaombea maswahaba wa mtume na tunajua Abu Bakar na Umar ni katika watu bora. Hii ni takia, ni kujificha tu. Wapi wewe kushepo kumkamata kahaba? Popote pale utakapomkamata, wamtoa wewe sehemu, kama ni guest umtoe, watoka kuzini, aseme mimi natoka kuzini kweli. Wapi anaposema yeye? Akamwambia mimi hapa nilikuja tu hapa, mimi boda kwanza nimekuja kumchukua mtu hapa, naona hatokezi, nikaamua kupanda huko juu kwenda kumuita. Lakini wewe boda nimekuta huku na vibukta hivi, lakini hatokubali. Na ndivyo Mashia walivyo. Ukutana na Shia leo, hao wanaojiita Mashia wa kweli, sio hawa Mashia uchwara, sio hawa Mashia kula. Hawa wanaojiita Mashia kweli, leo ukakutana naye ukamuuliza na itikadi zake zote anazoamini, hebu asemaje kuhusiana na Abu Bakar? Wallahi atakwambia Bakari sahaba, mtu mwema, mtu bora. Lakini moyoni mwake anasema mal'un, melaaniwa. Moyoni mwake kwambia ni mshenzi, ila mdomoni atakwambia hivyo. Yukhfuna ma fi anfusihim, wameaficha yaliyomo katika nini? Nafsi zao. Ndio maana wao ni wanafiki. Yapo mengi, klipu zao zasikika wanapohalalisha wao zina, wanapohalalisha wao mwanamke kuingiliwa kinyume na maumbile, yanasikika, wanayasema kwa midomo yao. Au mwaghurika kwa sababu ya yale malemba tu waliofunga. Malemba yale hata maharusi wa kihuni siku hizo wafunga tu, nguamua tu. Tena imekuwa ni fashion sasa hivi, wafunga lemba lako unavyotaka. Wasitudanganye. Ndugu zangu katika imani, kama nilivyosema, Mashia wanawakufurisha maswahaba. Wamefika mpaka kusema Umar ibn al-Khattab yeye ni khanifi. Nani aweza kukubali yeye baba yake tu hivyo? Baba yake tu. Walifika kusema Umar alikuwa ni mgonjwa na hakuweza kupata tiba mpaka alipoingiliwa. Hebu tasawwar, vuta picha. Maneno haya aambiwe mtu wako wa karibu. Vipi leo akiambiwa sahaba wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwa sababu zake, baada ya taufiki ya Allah subhanahu, kwa juhudi zao dini hii imetufika sisi. Lakini kwa sababu ya misaada michache tunayopewa, vijisukari robo tunavogaiwa, ndugu zangu katika imani, tuacheni ulafi. Allah yeye ndio Razzaqu, tena dhul quwwati almatin. Allah anataka sisi tusimame tu kwenye haki, tusimame kwenye ibada. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrisha watu wako waswali tu
na wewe vumilia katika hilo, dumu katika ibada. La nasalu rizqa, hata kuuliza wewe kuhusiana na riziki yako, sisi tutakuruzuku, tutawapeni riziki. Wama min dabatin illa ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha. Sasa huu lafi huu utatuumiza, utaharibu dini yako, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukale hasara. Sasa hawa wanaamini hivyo. Na si hilo tu, wanasema wayajibu la'nuhum wa shatmuhum, na ni wajibu kuwatukana watu wa sunna na kuwalani. Kwa hiyo wao katika moja ya misingi yao ni kuwalani watu wa sunna na kuwatukana. Kwa hiyo hawaoni tabu wao kusema Abu Bakar laanatullah, Umar laanatullah. Wao kwa wao hile walioni tabu. Kwa ndugu zangu katika imani, hawa si ndugu zetu. Sheikh anasema, aliulizwa Sheikh Saleh ibn al-Fawzani hafidhahullah, mufti al-am lilmamlakati al-arabia, aliulizwa swali, hivi mashia ni ndugu zetu? Mashia ni ndugu zetu? Qala hafidhahullah, asema laisu ikhwanana, mashia sio ndugu zetu. Mashia sio ndugu zetu. Na katika miongoni mwa aqwali ulama, haifai kumuozesha Shia mtoto wako, haifai. Haifai kumuoa Shia kwa sababu si Muislamu. Na yani wewe shika hii taarifu, kila anayeamini kwamba Ali anastahiki kuwa khalifa kuliko Abu Bakar na Umar, huyo ni Shia. Maneno haya ameyasema Ibn Hazm. Kwa kila anayekubali na kukiri kwamba khalifa ni Ali ibn Abi Talib na yeye ndiye mbora kuliko makhalifa wengine, fa huwa shiiyu, huyo ni Shia. Sasa waulizeni hawa ndugu zetu, nyinyi mwasemaje kuhusiana na Abu Bakar? Mbona leo tunawaona mupo kwenye vyuo vya Kishia mwasomesha watoto wenu? Sasa ukisema kwa hiyo yale maji yao waliotuchimbia tusiyashote, tuyaache, na washachimba. Sasa wewe umechimbiwa maji, umeamrishwa ufuate dini yao. Mbona na wewe ikifika Muharram wavishwa nguo nyeusi, wewe umekaa kama nini, wasemaje wale, waitwaje wale watu wanaoingizwa kwenye, kuna mabwana fulani mashuhuri wanaovishwa mavazi meusi hao, haya, ala kulli hal, watu wavishwa ma-t-shirt meusi, wajazwa kwenye vigari kama kuku mabroiler, waingizwa huko mitaani, ya Hussein Karbala, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Wewe ndugu yangu, wafahamu wasemayo. Mabarabara yafungwa, ukiwatazama wao ndio hawa ambao huyu ambaye yeye amekukusanya hapa ana itikadi kwamba wewe ni kafiri. Lakini si hilo tu, mimi naambieni ukweli, Mashia wanaamini katika itikadi yao watu weusi wote ni watu wa motoni. Wasema haingii peponi mtu mweusi. Sasa alafu pia kuna shangaza, sasa mtu mweusi haingii peponi, lakini nyinyi kwenye sherehe zenu mwavaa nguo nyeusi, au ndio hivyo mwavaa nguo za motoni, mashati meusi. Sasa wewe ukishaambiwa mtu mweusi kabisa, ni maneno yao kabisa, mtu mweusi haingii wapi? Peponi. Pepo haikuumbwa kwa watu weusi. Haya, waulizeni hao Mashia wa hapa kwetu Tanzania, nao weupe, Waarabu hao nao. Lakini si hivyo tu, Mashia wanaamini kwamba kila asiyekuwa Shia katika sehemu yake ya nyuma anamkia.
kila asiyekuwa Shia katika sehemu yake ya nyuma anamkia kalbu kama vile mbwa. Alafu wewe bado tu wewe una mtoto wako asoma hapo Shia, kakaa pale wacheka wakenua sana, wasikia raha, mwanangu ipo Tanga asoma wapi? Chuo kimoja cha Shia. Mwanangu kapata full scholarship wapi? Irani. Mwanao kapata full scholarship Irani, kapata scholarship ya motoni kama hakutubia. Ndugu zangu katika imani, hawa ndio mashia kwa uchache wao ambao tumeuzungumza kwa leo zaidi, na hivi ndivyo wanavyowarubuni watu. Kwa sasa wewe endelea tu kuwapenda mashia, ukijinasibisha kwamba ndugu zako. Laisu bi ikhwanana, hawa si ndugu zetu, tena sisi tunajiweka mbali na wao. Na wallahi wabillahi watallahi, ni kheri kwetu sisi kuwa mafakiri, tule majani ikibidi, lakini hatuwezi kushirikiana nao katika lolote linalofungamana na dini yao. Laisu bi ikhwanana, si ndugu zetu. Ukiyasema haya utatishwa, utadanganywa, utaambiwa wewe unataka kuharibu, kuchafua amani ya ndugu zetu, umoja. Hapana, tutazungumzia masala ya dini yetu, kwa sababu na wao wanawashambulia masahaba wa mtume wetu, na wao wanakashifu dini yetu. Ndugu zangu katika imani, maneno ni mengi mno, lakini mimi leo nimeamua nimeafikishwa na Allah kuyafupisha kwa sura hiyo. Lakini aqwal za ulama zilizotaja ubainifu na ubaya wa watu hawa ni nyingi, lakini itoshe tuamini hili kwamba mashia sio ndugu zetu, na wao wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kuna maswali inshallah. Naam, sahihi. Kwa itikadi ya Shia wao, na ndio maana katika yale wanayoamini kwamba hata mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana, wakinukuu aya ya Allah subhanahu, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'alu fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wasema maneno haya yalikuwa yakimhusu Ali, kwamba mtume alitakiwa amtangaze Ali kwamba yeye ndio khalifa na ndiye bora. Kwa hiyo mtume akafanya khiana, na hili ni tukio ambalo biidhnillah tutapata wasaa tuje tuelezee, tukio ambalo lilifanyika katika Ghadir Khum, katika ile sehemu inaitwa Ghadir Khum, ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kumtakasa Ali kwa yale yaliyojiri baina yake na maswahaba. Lakini mashia wao wanasema hapana, lengo halikuwa lile. Lengo alitakiwa mtume atangaze kabisa kwamba anastahiki kuwa mtawala wenu ni Ali. Kwa wao wanaamini pia mtume amefanya khiana. Kwa hilo ndio maana wao wanaona kwamba na mtume naye kwao hana chochote, kwa sababu amefanya khiana kwa imamu wao. Wallahu a'lam.
ambayo tunapewa ya kusema sasa wanachimba visima, wanajenga hospitali na misaada mingine. Sasa naomba swali hili kwa maelezo kachache kwa kama vile na sasa zako ama taarifa wa yale ambayo tunaona ni mazuri wanayofanya. Hilo ni swali namba moja. Swali namba mbili na hili kuja Arabi Naam. Umesema iko tofauti kidogo na hawa wengine. Naam. Kwa maana wao wanatikadi kwamba Umar na Abubakar na wenyewe mahalifa. Naam. Sasa je, kundi hili msimamo wao umebaki hapo hapo au ndugu zetu nani wako pamoja nao? La. Kwa aina zote, kwanza nianze hili. Kwa aina zote za ushia ulama wameafikiana kwamba wote sisi tunajitenga nao. Wao kama wao yapo ambao walitofautiana kwenye ule ushia wao, lakini kwenye yale malengo mama ambayo ndio rumuzi yao na ndio nembo yao ni kitu kimoja. Kwa hiyo hakuna farqa baina Shia Rafidha, hakuna farqa baina Shia 12, hakuna farqu baina Shia Zaidiya, hakuna farqu baina Shia al-Ismailiyya. Sawa? Na wala sisi hatuwezi kusema kwamba nani tu basi kwa hawa ni afadhali ni yupi. Hili halipo kabisa. Halipo kabisa, kwa sababu wao wote wamekuja kuhujumu Uislamu. Wamekuja kuhujumu Uislamu. Wallahu a'lam. Lakini la pili, ndugu yangu amesema hawa mashia wamekuja na sura ya msaada. Ndugu zangu katika imani, katika nasaha zangu ninazo wanasihi na kuinasihi nafsi yangu, mwongozo wa Allah subhanahu uko wazi. Allah subhanahu asema afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana. Alipo akimzungumzia sheitani kwamba moja ya sifa ya sheitani ni kulipamba ovu watu wakaliona ni zuri. Ni kulipamba ovu watu wakaliona ni zuri. Na mashia kujenga kwao visima, kuchimba kwao visima, kutoa kwao misaada, kujenga kwao madrasa, kusimamia kwao kuwalisha watu na mengineyo, wameuleta kwenye mlango wa mema, lakini ni sua, ni ovu walilolificha. Walifahamu katika baadhi ya miji ambayo kuna sehemu ya wahitaji, lengo la kwanza la sisi kuwaingilia na kupata ukaribu ni wao kuwa karibu nao kwenye msaada. Na hili ndio wanalolifanya, wanajishusha kwenye misaada zaidi ili kwanza muweze kuwaamini. Na urfia ndivyo ilivyo. Kiurfia wanasema kwenye udhia weka nini? Rupia, si ndivyo? Kwenye sehemu ambao waona kuna tabu ya wewe kuvunja ukuta, hebu lainisha kwanza kwa kutoa mahitaji. Kwa hiyo hawa hili jema walilolileta ambalo sisi tuliona ni jema, lakini kwa Qur'ani ni ovu. Lakini ni ovu ambalo linafanywa tulione ni zuri. Kwa mimi ninachowanasihi ndugu zangu na kuinasihi nafsi yangu, hata tunapokuwa na shida gani ambazo sisi zinatukabili, anastahiki kuelekewa kwenye shida zetu ni Allah subhanahu. Na yeye Allah subhanahu ndiye ambaye atatujalia makhraj ya kutupa vyanzo vya kutengeneza hayo mahitaji yetu. Lakini tusiwakaribishe mashia kwa namna yoyote, tukawauzia ardhi zetu, tukawapa wao mamlaka ya kumiliki vijiji vyetu, mwishowe wakapandikiza athari yao hatuioni leo kwa sasa, kwa sababu wao wana mpango kazi wa mbele. Sura yao ni ile ile ya Kiyahudi, kwamba tuanze sasa tumalizie baadaye. Mimi nawapeni mfano mmoja kukazia hayo. Kwani waliokuja na slogan ya mwanamke anaweza akiwezeshwa walianza leo? Lakini sura ya kwanza si ilikuja ni kumsaidia na kumnyanyua mwanamke, si ndivyo? Lakini kadri ya ile siku ilivyokwenda, ile athari ikazidi, ikafika mwanamke akaanza kujitoa kwenye wadhifa wake wa kike. Leo duniani, siwaambii kwetu, duniani na huku kwetu, muulize mwanamke yeyote, mpaka fomu ya mtaa akiambiwa andike kazi yake au natabu kuandika, yeye ni mama wa nyumbani.
atakwambia mimi ni mjasiriamali. Mjasiriamali wa kazi gani? Wewe ujasiriamali wako ni upi? Nawezekana yeye wa nyumbani tu, hata maandazi hauzi, lakini nini? Kashatengenezwa na mfumo kwamba wewe waweza, usijishushe ukajiweka wewe ni kazi za nyumbani. Wewe jiweke ni mtu ambaye naye una uwezo wa kufanya jambo. Sasa hizi ni fikra ziliandaliwa hivyo hivyo. Akafika sasa mwanamke naye akawa na power, ni mfano. Kwa na hawa mashia wamekuja na aina hizi, lakini wana mpango kazi wao mbele. Itafika wakati hakuna kijiji ambacho wametoa msaada kitakachokuwa na mamlaka ya kuzungumza lolote, bali wao watakuwa wamevitawala kwa vibali, wamevitawala kwa umiliki, wamevitawala kwa sheria. Na nchi zetu ndio hizi ambazo anayemiliki kwa vigezo vya kinchi, yeye ni mtawala. Kwa hiyo wao watakuja wafike wakati waseme haya, hatutaki hapa mji wetu wote mzima huu, nyinyi tu ndio mna nyumba zenu, maeneo yote haya ni yetu sisi, kwa hiyo hatutaki misikiti yenu, ondoeni. Hilo litafika mbeleni, Allah tuhifadhi lisifiki. Lakini kwa sababu ndiyo mikakati ya mbeleni, kwa nasaha zangu ni sisi kujitoa kwa watu hawa kabla ya maafa kuwa makubwa mbeleni. Lakini walengwa wengine sio sisi tuliokuwa leo tuambizane. Sisi wakati wa alhamdulillah tunapeana maili matatu. Kuna watoto wetu ambao tayari wanauliwa na teknolojia hii, wanauliwa na michezo hii ya TV. Hawafuatilii hata dini yao, hawajui kinachoendelea. Hawa wakija wakiambiwa Shia huyu ndiye aliyetusababishia sisi tukapata maji, msikiti na chuo na hayo unayoyaona, yeye hawezi kuamini kwamba huyu ni kafiri. Hawezi kuamini kwamba huyu anamtukana swahaba. Aweza akakuuliza, bali leo tu tunaulizana, kwani utofauti wetu ni upi? Sisi tu wakati huo sasa ambao tayari tuna hayo maarifa machache, tuambizana kabisa, kwani tofauti yetu na hawa ni ipi? Ile hali zipo tofauti kubwa. Je, wa zamani wa baadaye atakayekuja, yeye ataona kabisa hakuna tofauti kabisa, bali atawaona watu wa sunna kwamba ndio wabaya. Kwa hiyo ni sisi kufanya juhudi za wazi wazi, muassasat al-ilmiya, watu wa kiilmu waende kwenye vijiji hivyo kutoa da'wa, lakini watu wa kheri ambao wanajinasibisha na sunna waende kuwaokoa ndugu zetu, kuwajengea, kuwanusuru na adha walizonazo. Ikiwa nza maji, nza mahitaji madogo madogo, tuwaokoe. Na hapa nawaita pia ndugu zetu wa kheri ambao wana nguvu, wana misaada, Allah amewaruzuku mali, waende katika vijiji hivyo wakajenge, wakawasaidie ndugu zetu ili kuwatoa. Lakini na muassasa za kheri hizi za ahli sunna wal jamaa, da'wa ziendelee na watu watiwe nguvu katika hayo, watu wafike katika maeneo hayo. Hata sisi tulabul ilmi tusijifunge mijini, tuende huko vijijini pia tukayazungumze haya, la'alla Allah subhanahu wa ta'ala akaweza kuleta nusra, watu wakaijua da'wa hii na watu wakawajua watu hawa, na ikawa ni sababu ya kujinasua na hilo. Wallahu a'lam. Tukirudi hapo katika misaada ya ndugu zetu katika sunna ambao wao wamepata kuwajua mashia jinsi walivyo, na Allah kawajalia uwezo ambao kwa namna moja au nyingine wana uwezo wa kuweza kuyazuia yale, ima kwa wao kuingiza nguvu kwa misaada na misikiti kama hivyo kutoka kusima, na hawayafanyi haya. Je, wao hawataingia katika dhima ya kuweza kuathiri Uislamu? Wanaingia katika dhima. Tunawashauri nini? Tunachowashauri watubie kwa Allah kwanza, lakini pia wajitoe katika dhima hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anawataka wao waisimamie dini yake kwa mali zao na kwa nafsi zao. Yawezekana kuna mtu yeye hana uwezo wa kuzungumza wa elimu, lakini kama alivyosema akhi kwamba kuna ndugu zetu ambao wanawajua mashia ubaya wao na wanao uwezo, lakini pia hawasaidii, mpaka matokeo yake mashia ndo wanapata fursa ya kuingia kwenda kusaidia. Dhima hii kwa Allah wanaibeba. Madamu wanaujua uovu wa watu hawa, watoke kwa hili, wajinasue kabla hajafika wakati wa majuto.
wamwelekee Mola wao wakiamini wanavyovitoa kwa ajili ya Allah subhanahu. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum, kama watanusuru dini ya Allah subhanahu kwa kuenda kwenye vijiji hivyo kutoa, kujenga, kuwasaidia ndugu zao, ikawa ni sababu ya mashia kukimbia, na wao Allah subhanahu atawanyanyulia na atawaongezea katika mali zao. Lakini kinyume chake, wakilinyamazia jambo hili, wakaona potelea mbali, kwani ni mji wetu, maana kuna ile taasubia, kwani wamefika kwenye kitongoji chetu, na wao wanabeba dhima madamu wanaijua haki hii, na madamu wanawajua watu hawa ni waovu, na wao wanabeba dhima, kwa sababu addalu ala alkhairi kafailihi, mwenye kulingania kwenye khairi ni kama aliyefanya. Wewe ukiweza kwenda kusaidia ukachimba kisima, watu wakaepukana na kisima cha msaada wa kishia ambacho kina athari baadaye, wewe umewalingania watu kuachana na akida hizi mbovu. Kwa hiyo ninachowanasihi na kuwaomba ndugu zangu wa aina hizo, wajitoe katika dhima hii kwa kuyasimamia yale aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwasaidia ndugu zetu ambao tayari wanaenda kuvamiwa na wanavamiwa na hawa watu wenye akida zilizopotofu. Wallahu a'lam. Mathalan katika familia kwa kulingana na hali za kimaisha, mtu mmoja katika familia akaamua kuingia katika ushirika, watu kila wanapojaribu kumnasihi kabisa kwamba lakini ikawa nchi kama ikawa labda anaelemea katika jamii. Je, huyu atakapokufa vipi katika ile hukumu za mambo ya swaliwa, kuzikwa na kunene? Barakallahu fik. Sababu bwana jinsi walivyo, kwanza mtu akishaingia kwao hakika basi kuna uovu mkubwa, hawataki kwamba kulia kiazibu, na nini mwamtaka? Kuna uovu mkubwa sana na nishaikupotea. Naam. Sasa je, ndugu ana haki ya kuweza kukumbania ile maiti kusema kwamba huyu ni ndugu yetu alikia huko tusichukue sisi, au kwa sababu ameshaingia kuna ile mkote kwa vile kwamba wamwache kula msikiwa? Allahu a'lam. Katika kauli ambayo mimi nimeipata kwa ulama, wanasema ashia alhaqiqi, shia ambaye ndio huyu tayari ni shia intisaban amalan wa qawlan wa fi'lan, aliyejinasibisha kimatendo na vyote, kwa kule kujitenga naye kwetu sisi hatuwezi kutawalia mazishi yake, ila itakapokuwa amekufa mikononi mwetu kama sisi, kwamba hatuna budi yeye kumuhifadhi. Wapo wanaomhukumu katika kauli za ulama mashuhur, atazikwa kama vile tunavyomhukumu tariku swala, kama vile tunavyomhukumu tariku as-sala, kwa sababu hatoswaliwa, hato nini, hato kadha. Kwa nini? Sababu la hukma alai. Lakini wakasema huyu ni yule ambaye amethibitika baada ya yeye kunasihiwa na akatangaza itikadi yake ayanan, kwa wazi. Ama kwa ile kwamba ni twamuonaona hatuna nini, hukumu hiyo kwetu sisi hatunayo, sababu tunamhukumu dhahiria, tutamfanyia yote, tunambakishia na hukumu yake ya ushia wake mbele ya nane, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Naam Sheikh, tumalizie. Sababu nataka kujazia kuhusu hawa watu wanaoleta misaada, wanatakiwa kuangalia watu kwa jicho la pili. Hata mfano ni mwanamke na mgonjwa anaweza akaja kwa kuambia akisaidia kwa mgonjwa, atakuwa mwanamke kwa nia yake kwetu ni mgonjwa au ana jambo lingine. Kwa sababu kwa kijiji kwetu kuna mzee mmoja ambaye ni mzungu hata nasi, wakati sisi tunachipukia aliingia kwenye kijiji chetu. Ingia kule alikuja na misaada, sehemu ya kuja kijiji kushoto kuna baridi sana, kama koti, sehemu ambao mtu labda hata chakula amesaidiwa, yani sehemu tunakiliwa na misaada mingi kwa ndani ya miaka mitatu na kupeleka zawadi. Lakini baada ya pale wazee walimuona ni mtu mzuri, na leo mzamama mimi alimuuzia shamba, muuzia shamba ule akajenga kanisa kubwa sana. Baada ya kujenga kanisa kule kubwa sana, akaanza sasa kuingiza watu Ukristo. Kile cha nini dini iko lakini tofauti na sasa hivi. Waliingia wazee wengi sana. Kuna mmoja ambao ni fakitara ni wote kwa hiyo. Yaani waliingia 90% wote kwa hiyo.
Barakallahu fik. Barakallahu fik. Wa shahida shahidun, ametoa ushuhuda shahidi wetu kwamba sura yaweza mtu akalileta kwa uzuri lakini akaleta athari ya baadaye, na haya ni mambo ambayo yapo kweli kabisa kabisa. Ndugu yetu ametupa ushuhuda wa hilo, si kwenye unaswara tu, na mashia ndivyo walivyo. Naam Sheikh, tufunge. Kwa sababu watu hawana uadilifu na dini, lakini yapaswa sisi kama familia, na haya maneno ameyasema pia Sheikh Muhammad Saleh ibn al-Fawzan al-Uthaymeen katika kitabu chake Sifatu Salat mlango wa kwanza, asema haifai kwa mtu yeyote aliyefiliwa na ndugu yake. Ndugu yetu ameuliza kidogo la faida lile la swala, ambaye alikuwa ni tariku swala na anamjua, haifai kwake kumpeleka kwa Waislamu akaswaliwa, haifai. Na akimpeleka anadhima yeye, bali ni wajibu kwake kufanya jambo lifuatalo: amchukue na nguo zake hizo hizo akamchimbie shimo porini, sio karibu, maporini, alafu amfukie kama anaufukia taka. Lakini haya hayafanywi kwa sababu huo uadilifu wa dini haupo. Leo hizi swala hizi za kuswalia maiti, niwaambie shekhe zangu, miradi. Watu kuosha maiti miradi, watu kushona sanda miradi. Kushona sanda pia mtu atakashikishwe, kuosha maiti pia ashikishwe, na kufanya mengineyo ashikishwe. Hasa wewe ukimwambia huyo haoshewi, havishwi sanda, haswaliwi, aona leo vijana wasemaje, vijana wa kimji, maokoto yana nini, yanapotea, si ndivyo? Hili ndio ambalo linatuathir. Lakini kiuhakika kabisa asiye swali kama ulivyosema ndugu yangu hana haki, la hadhan fil Islam, hana hadhi yoyote. Yeye na mnyama ana ubora. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.